Ndugu naibu katibu mkuu, kwa sababu mimi ni sehemu ya idara ya uhusiano wa kimataifa vyuo na vyuo vikuu, lipo jambo moja nilitamani kupitia hadhara hii, hadhira ya vijana wa vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Iringa, niseme na Tanzania. CCM oye! Wana Iringa oye! Ndugu naibu katibu mkuu na wanachama mlio katika ukumbi huu, mnaweza mkawa mashuhuda. Hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii wengi tulisikia kwa huzuni vijana wenzetu 17 wa vyuo na vyuo vikuu kutoka vyuo mbalimbali nchini wakishtakiwa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu nchini kutokana na wao kuthibitika kwamba wamegushi nyaraka mbalimbali na kujipatia mkopo wa elimu ya juu bila kufuata taratibu zote. Nadhani kila mtu aliona. Uongo ukweli? Ndugu zangu, mimi natamani kupitia hadhara hii kwa unyenyekevu mkubwa, wale ni vijana wenzetu, whether wako kwenye Chama cha Mapinduzi ama vyama vingine vya kisiasa, lakini moja kati ya majukumu ya umoja wa vijana wa CCM ni kuendelea kupigania maslahi ya vijana wenzetu, na hao waliokutwa na hiyo adhima ni vijana wenzetu. CCM oye! Mimi kutumia hadhara hii, naibu katibu mkuu, naomba niwasilishe ombi maalum kwa mkurugenzi wa bodi ya mikopo nchini, na yeye alitazama jambo hili kwa namna ya kipekee kama mzazi kwa vijana wenzetu ambao wengi wapo mwaka wa 3, wengine wako mwaka wa 2, waliofunguliwa mashtaka hayo pale Kisutu, Dar es Salaam. Mimi bado ninaamini vijana hao, pamoja na kwamba wamejikuta wameingia kwenye changamoto ya kugushi nyaraka, lakini nia yao ilikuwa ni wao kupata mkopo, wasome wamalize. CCM oye! Kama nia yao wenda wamedumbukia kwenye changamoto hiyo kwa kujua ama kutokujua, lakini bado mimi naamini dhamira yao ilikuwa ni njema sana. Ni njema kwa sababu serikali ya CCM kupitia sera zake inatoa nafasi kwa vijana wa vyuo na vyuo vikuu kuapply kupata mkopo. Na mkopo hii imekuwa ikitusaidia. Mimi nimesoma kwa sababu ya mkopo. Wazazi wanapoona serikali inawasaidia vijana kupata mikopo, tunawapunguzia makali ya maisha. Mimi nitumie nafasi hii, siko hapa kuhalalisha vijana wagushi nyaraka kujipatia mikopo. Hawa wenzetu wameshateleza. Ni muombe mkurugenzi wa bodi ya mikopo aangalie kama mzazi, awasamehe vijana hawa. Awasamehe si kwa sababu amehalalisha vijana wengine wafanye, lakini vijana tumejifunza hatutoweza kurudia kugushi nyaraka. Lakini wenzetu hawa wasamehewe, waendelee kupata huo mkopo, waendelee kusoma, wamalize elimu yao ya chuo kikuu. Lakini naamini kwa sababu limeshafika mahakamani, ili swali lipo kwa DPP, naye atusaidie. Kwa sababu lina maslahi ya umma. Tunatamani vijana wenzetu wamalize, kama ni diploma, kama ni degree, na yeye atusaidie kurainisha. Kesi iondolewe mahakamani, vijana wasome, waendelee kukithamini chama chao, Chama cha Mapinduzi. Na sisi tumuahidi mkurugenzi wa bodi ya mikopo, tutaendelea kutoa elimu. Vijana wenzetu wasishiriki kugushi nyaraka za mikopo na nyaraka zingine, kwa sababu kisheria sio sahihi. Wanaweza wakajikuta kwenye hatia, weza wakiwa wanajua ama wasiwe hawajui. Ninaamini sauti hii, ninaamini kupitia jukwaa hili la Iringa, vijana wenzetu 17 bodi ya mikopo itachukua kwa uzito na huruma na kuwasaidia.